Kitendo hichi cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuusamehe umma wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kitendo ambacho kimempelekea Ibilisi kutoa ukelele mkubwa na kulia sauti ya juu mpaka wafuasi wake wakaweza kukusanyika mbele yake na kumuuliza, nini au nani kakughadhibisha? Baada ya hapo Ibilisi anatoa maagizo kwa watu wake, kwa wafuasi wake. Nini anachokisema bwana mkubwa kuwaambia wafuasi wake? Anasema, kwa kuwa tukio liko hivi, kwa kuwa huu umma umesamehewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala makosa yao, wako wasafi, wako wacha Mungu, wana mapenzi na Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kupeni maagizo. Ibilisi anasema, nawaambia wafuasi wake, na kupeni maagizo. Maagizo gani? Ibilisi anasema, fa alaikum an tashghaluhum billadhati washahawati wa sharbul khamri hatta yabghadahum Allah. Ibilisi anatoa maagizo kuwapa wafuasi wake, anawaambia, basi jilazimisheni nyinyi kuwashughulisha hao, jilazimisheni kuwashughulisha hao, huo umma. Kuwashughulisha na nini? Billadhatin, kwa vitu vyenye ladha. Usikum wa nafsi bitaqwa Allahi ta'ala wa ta'ati. Ndugu zangu wapendwa, kabla yote ninakuhusieni pasina kuisahau nafsi yangu katika jambo kubwa la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kama tujuavyo kwamba leo ni siku ya Eid, hatuna budi tukawa wenye kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake na kwa fadhaila zake na kwa taufiki yake na kwa mapenzi yake, kwa kutuwezesha kwa mara nyingine tena tukaweza kuhudhuria katika nyumba yake tukufu miongoni mwa majumba yake matukufu. Lengo ni kutekeleza ibada ya Eid. Ama hakika wako wenzi wetu ambao kwamba walishakushatiania waweze kudiriki swala ya Eid katika msikiti wetu huu, hal kadhalika waweze kudiriki katika misikiti mingine pia, lakini kwa sababu moja au nyinginezo hawakuweza kudiriki katika msikiti wetu huu, na hal kadhalika hawakuweza kudiriki katika misikiti mingineyo pia. Kwa hivyo sisi ambao kwamba tumebahatika tukaweza kudiriki swala ya Eid na tukawa tumeketi kama tulivyoketi na tukawa tunasikiliza khutba, basi hatuna budi tukawa wenye kumshukuru Mwenyezi Mungu, kubwa kumshukuru kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu zangu, khutba yetu ya leo tutakumbushana machache yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakayotuwezesha kukumbushana. Lengo ni kubaki katika utaratibu wetu ambao kwamba tulikuwa nao mwanzo katika mwezi wa Ramadhani. Tubaki katika majambo yetu ambayo kwamba tulikuwa tunayafanya, wala tusiseme kwamba Ramadhani ishapita basi yale yote mazuri ambayo kwamba tulikuwa tunafanya mwezi wa Ramadhani tukayawacha. Lengo sio hilo. Maadamu tulikuwa katika chuo, maadamu tulikuwa katika semina, basi yale ambayo tuliyoyapata katika semina iliyopita ndiyo tunatakiwa mimi na wewe tuendeleze insha Allahu Ta'ala mpaka tena mwaka mwingine Mwenyezi Mungu akipenda, hali ya kuwa
tuyakutanishe yale ambayo tuliotoka nayo katika semina ya mwaka huu. Lakini pia tutahadharishane kwa siku hii ya leo kutokana na yale ambayo tulioyapata, tusije tukawa wenye kuyaharibu yale ambayo tumeyakusanya ndani ya mwezi mzima, siku 30, tukaja kuyaharibu kwa siku moja. Tutahadharishane kwa hilo, kila mmoja akafanya jitihada zake. Mimi na wewe usikubali tuweze kupigana na nafsi zetu kutokuyaharibu yale matendo mazuri ambayo kwamba tumeyafanya ndani ya kipindi chote hichi, kuyaharibu kwa siku moja. Ndugu zangu, leo Ibilisi kashafunguliwa na jeshi lake, na kama Ibilisi kashafunguliwa na jeshi lake, anakuja kwa kazi moja tu ya kuharibu umma, kwa sababu ashajua kwamba umma huu ushafanikiwa kiasi kikubwa sana. Anatafakari afanyaje, afanye nini na jeshi lake ili umma upate kuangamia kama vile mwanzo. Kwa hivyo ndani ya hutuba yetu hii tunatahadharishana kwa hilo, kila mmoja awe makini kuzilealea zile amali zake ambazo kwamba kazifanya, na kubwa ni kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukubalie yale ambayo tuliyokwisha kuyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Amin. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika kitabu chake kitukufu baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna nafsa la ammaratun bisu'i illa, isipokuwa ile ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kairehemu. Inna nafsa la ammaratun bisu'i, hakika ya nafsi siku zote ni yenye kuamrisha uovu, isipokuwa ile ambayo imerehemewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa Ibn Abbas anasema nafsi iliyotajwa hapa ni alqalbu, moyo. Na ndio maana tunatakiwa tukithirishe sana ile dua, ya muqallibal qulub wal absar thabbit qulubana ala dinika, ya musarrifal qulub wal absar sarrif qulubana ala ta'atika. Hii dua kila mmoja atakiwa aikithirishe sana, kwa sababu moyo una tabia ya kubadilika badilika. Yani leo moyo unaweza kuwa katika uchamungu, ukafanya mambo ya uchamungu, lakini baada ya muda moyo ukaona kwamba hayani nayo yafanya napata faida gani, moyo ukabadilika, ukasimama na vitu vingine baada ya yale ambayo yaliokuwepo mwanzo, kwa sababu moyo una tabia ya kubadilika badilika. Kwa hivyo tukithirishe sana kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azithibitishe nyoyo zetu katika dini, na tumuombe sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azithibitishe nyoyo zetu katika toa yake, kwa sababu moyo una tabia ya kubadilika badilika. Na hususan leo Ibilisi kashafunguliwa na moyo, kwa sababu una tabia ya kubadilika badilika.
yakichukuliwa yale mabadiliko ya moyo na jitihada ya Ibilisi, kunazalikana jambo nyingine kabisa kubwa ambalo mimi na wewe ukionyeshwa au wakija kuona mtu mwingine anashangaa ndio huyu, kwa sababu moyo tayari ushabadilika. Lakini pamoja na kubadilika ule moyo, tayari jitihada ya Ibilisi ishakuwa kubwa, na ile jitihada yake imekutana katika moyo ambao umebadilika. Unakuja kukuta kwamba mabadiliko ya moyo na jitihada ya Ibilisi kumekuwa kitu kimoja. Kwa hivyo haya ndiyo ambayo nakusudia kuyazungumza, kutahadharishana mimi na wewe, ili kila mmoja achunge na awe na tahadhari, tusije kuharibu matendo yetu kwa siku moja. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, inna iblisa alayhi la'na, hakika ya Ibilisi zimteremkie laana juu yake, yasihu bikulli yaumi idin fayajtamiu ahlahu indahu fayaqul ya sayyidana man aghdabaka inna naksurahu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, Ibilisi alayhi laana anapiga kelele kila siku ya Idi, kama mfano wa Idi kama ya leo. Alishafungwa akawekwa pahala maalumu asije kuwaghiribu watu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Akawekwa pahala maalumu, akafungwa na minyororo. Baada ya kuandama tu Shawwal, Ibilisi kashaachiwa. Sasa siku hii ya leo ya Idi, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, yasihu bikulli yaumi idin, Ibilisi anapiga kelele kila siku ya Idi, kila siku ya Idi, kadiri ya miaka ambayo inavyoenda. Akishafunguliwa anapiga kelele sana, anapiga kelele kubwa sana. Baada ya kelele zile ambazo anazopiga Ibilisi, fayajtamiu ahlahu indahu, basi wanakusanyika wale majeshi yake mbele yake. Baada ya kusikia sauti ya mkubwa wao anapiga kelele kubwa, wafuasi wake wanakusanyika mbele yake Ibilisi siku hii ya leo. Wakishakusanyika mbele ya Ibilisi wale wafuasi wake, wanasema, ya sayyidana, ewe mkubwa wetu, ewe bosi wetu, ewe bwana wetu. Sayyidana ni yule ambaye ana wadhifa mkubwa kuliko wao, tena anamuita kwa harfu nida, ya sayyidana man aghdabaka inna naksurahu. Wanamuuliza Ibilisi, bwana mkubwa, na wale wafuasi wake wanamuuliza, ewe bosi wetu, mkubwa wetu, ni nani kakughadhibisha leo hii mpaka unapiga kelele kiasi kama hicho? Nani kakughadhibisha, kakukasirisha nani? Hakika sisi tuweze kumvunjavunja huyo mtu ambaye kwamba kakukasirisha wewe. Hebu tueleze, nani kakukasirisha leo hii, ili sisi tuchukue majukumu ya kumwendea, tumvunjevunje mara moja.
Ibilisi, majibu ya Ibilisi anasema, anawaambia wafuasi wake, anasema la shay'u, hakuna kitu chochote, hakuna mtu yoyote ambaye kwamba kanikasirisha. Sasa nini? Ibilisi anasema walakinna Allah ta'ala, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala qad ghafara lihadhihi al-umma fi hadha al-yawm. Hichi ndicho kitu ambacho kinachoniliza mimi siku hii ya Idi. Ibilisi anasema walakinna Allah Ta'ala, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyakuwa ametukuka, qad ghafara lihadhihi al-umma fi hadha al-yawm. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameusamehe umma huu katika siku hii ya leo, yani siku hii ya leo, siku ya Idi. Kitendo hichi cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuusamehe umma wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni kitendo ambacho kimempelekea Ibilisi kutoa ukelele mkubwa na kulia sauti ya juu mpaka wafuasi wake wakaweza kukusanyika mbele yake na kumuuliza, nini au nani kakughadhibisha? Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, pointi yangu ni nini? Kashaona kwamba tumesamehewa madhambi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mola wetu. Hajui pa kuanzia ni wapi. Ile siku ambayo kwamba alifungwa akawekwa jela, alishaacha watu wameharibikiwa, alishawateka watu na kuwaingiza katika mfumo wake. Lakini baada ya kuachiwa jela, ashawaona watu wako katika namna nyingine kabisa. Watu wamesafika, watu wamesamehewa, watu wako wacha Mungu, watu wamejawa na huruma, watu wamejawa na mapenzi ya kumpenda Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nini afanye Ibilisi? Baada ya hapo, Ibilisi anatoa maagizo kwa watu wake, kwa wafuasi wake. Nini anachokisema bwana mkubwa kuwaambia wafuasi wake? Anasema kwa kuwa tukio liko hivi, kwa kuwa huu umma umesamehewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala makosa yao, wako wasafi, wako wacha Mungu, wana mapenzi na Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nakupeni maagizo. Ibilisi anasema, nawaambia wafuasi wake, nakupeni maagizo. Maagizo gani? Ibilisi anasema fa'alaikum an tashghaluhum billadhati washahawati wa sharbul khamri hatta yabghadahumullah. Ibilisi anatoa maagizo kuwapa wafuasi wake, anawaambia basi jilazimisheni nyinyi kuwashughulisha hao, jilazimisheni kuwashughulisha hao, huo umma. Kuwashughulisha na nini? Billadhatin, kwa vitu vyenye ladha. Ibilisi bwana mkubwa, bosi, anatoa maagizo kuwapa wafuasi wake ili waweze kutushughulisha sisi kwa vitu vya ladha kwa siku hii ya leo. Na ndio maana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani mtu alishaacha kunywa, alishaacha uzinifu, alishaacha kamari, alishaacha kuiba, alishaacha kila kitu. Anasema huu ndio mwezi wa haki. Ibilisi anatoa maagizo kwamba watu washughulishwe kutokana na vitu vya ladha, vinywaji, vitu vya ladha vya aina mbalimbali. Na ndio maana leo watu utaona mtu analewa mpaka anashindwa kutembea, na ukishamwangalia utakuta anaitwa Hassan na majina mengine mazuri, na vile vile ukipeleleza utakuta mtu huyu alishafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji. Kashashughulishwa na vitu vyenye ladha kwa maagizo ya bwana mkubwa Ibilisi, kuwaagiza wafuasi wake wafanye hiyo kazi kwa umma huu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi. Tunapeana tahadhari mwa bwana. Hii ni tahadhari tunapewa. Maagizo haya yanatoka kwa Ibilisi mkubwa, msimamizi wao.
kwa wafuasi wake, ili waweze kutushughulisha sisi na amali zetu ziweze kuharibika, na yeye apate kundi lake, awe nalo pamoja katika moto wa Jahannam. Mwenyezi Mungu atulinde na hayo. Lakini pia anawaambia washughulishe na mambo ya matamanio. Leo tutaona magrosali yatafunguliwa sana, mengine yanazinduliwa leo, mengine pengine jana ashazinduliwa. Wanawake watajiweka ule muweko wa kutakiwa, wa kutamaniwa, na wewe ushakaa mwezi mzima, na ndio kwanza labda jana au leo baada ya kufunguliwa message zishaanza kuingia katika simu yako. Mbona sikukuu sijapata? Wakati huo tayari ushamtariki, ushamuhamisha, bwana nenda kwenu. Kashafunguliwa Ibilisi na message ushaipata. Sikukuu mbona sijaiona? Na sherehekea vipi sikukuu? Kesho tunakutana wapi? Kesho tunaenda kusherekea wapi? Hivi unafikiria mtu ambaye umeachana naye muda wa mwezi mzima, halafu ukapeana naye maagano kwamba leo mkutane sehemu fulani msherekee sikukuu, unafikiria kitakachozaliwa kitu gani? Kile kile ambacho kakiagiza bwana mkubwa Ibilisi kuwaagiza wafuasi wake. Na kama kitatokea hicho, tayari ushaharibiwa matendo yako ya siku 30 mzima. Tayari ushajikuta huko katika kundi lake la Ibilisi. Ndugu yangu, Ibilisi wafuasi wake leo watafanya kazi wakishirikiana na bosi wao, kuwasawishi watu kunywa pombe sana, kuwasawishi watu kufanya vitu vya matamanio sana, kuwasawishi watu kufanya vitu vyenye ladha ambavyo viko kinyume na utaratibu wa dini ya Kiislamu. Kunywa sana pombe kwa maagizo ya Ibilisi, anasema hata mpaka yabghadhahumullah, mpaka tena Mwenyezi Mungu awachukie hao. Yani anafanya hivi Mwenyezi Mungu arejeshe machukivu tena mengine kwetu sisi, hali ya kuwa tayari ashatusamehe. Ndugu yangu, mimi na wewe tuchukue tahadhari hii. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe nguvu, atujalie tuwe na misimamo iliyokuwa madhubuti kwa ajili ya kutekeleza majambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katuagiza, na kuachana na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katukataza. Allahumma ja'alna mimma yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu birahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqulu wa huwa asdaqul qailin wa qawluhu alhaqqul mubin. Fa idha qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitani الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. Ndugu zangu wapendwa, kwa mara nyingine tena ninakuhusieni pasina kuisahau nafsi yangu katika jambo kubwa la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama nilivyozungumza katika hutuba yetu ya mwanzo, tunazidi kusisitizana katika hutuba yetu ya pili. Ndugu yangu, leo ni siku ya Eid. Nizungumze mambo machache ambayo kwamba yanapendeza sana leo kufanya, kila mmoja ayafanye. Jambo la kwanza, leo tunatakiwa tujitahidi sana kutoa sadaka. Tujitahidi sana kutoa sadaka. Ni jambo muhimu sana. Usikubali
kutwa mzima hujatoa sadaka, usikubali. Kwa siku hii ya leo sadaka ina faida kubwa sana, tujitahidi sana kutoa sadaka. Lakini pia wa a'malul khair, na kufanya matendo yaliokuwa ya khairi. Ramadhani imeisha, sio kana kwamba tena usionekane msikitini, la. Wa a'malul khairi, tukithirishe kufanya matendo yaliokuwa mazuri, tumtaji sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tufanye sana ibada na kufanya wema katika swala na zaka, ambayo kwamba ishazungumzwa sana hapa masala ya zaka, kwamba watu waweze kutoa. Na hii tunaelezwa kwamba mtu anaweza akatoa kuanzia mwezi 28, mwezi 27, anaweza akatoa kabla mwezi hujaandama, lakini bora mtu atoe mwezi ukishaandama. Lakini mwisho wa kutoa baada ya kuswali swala ya Eid. Na ndio maana Mtume SAW akasema kwamba mtu ambaye atakayetoa kabla ya swala ya Eid fahiya maqbulatun, basi hiyo ni yenye kukubaliwa. Na yule ambaye atakayetoa baada ya swala ya Eid fahiya sadaqa min sadaqa, hiyo ni sadaka kama sadaka zingine. Kwa hivyo mambo haya kwa siku hii ya leo yanatakiwa sana tuyafanye. Lakini jambo jingine, wa tasbih, na kuleta tasbihi sana. Unatakiwa ulete tasbihi sana. Ukishafanya habari zako, umepata chakula cha mchana, umepata muda kuja kuswali, lete tasbihi kwa kiasi kile ambacho utakachojaliwa kukaa ukawa na mdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa siku ya leo. Wa tahlil, na kuleta tahlili, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, unamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Kwa nini haya mambo yamependekezwa yafanywe kwa wingi leo? Kwa sababu fa innahu, kwa hakika siku hii ya leo, yaghfirullah ta'ala, anasamehe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya siku hii. Anasamehe nini? Dhunubakum, madhambi yenu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasamehe madhambi yenu ndani ya siku hii. Tuko wapi sisi tusije kupupia msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ikiwa kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasamehe madhambi yetu ndani ya siku hii, kwa nini sisi tusijipendekeze mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuyafanya haya ili tuweze kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Lakini sio hivyo tu, wayastajibu duaakum, ndani ya siku hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazijibu dua zenu. Tuko wapi na kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yale ambayo yanayotutatiza, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukubalie. Na sio hivyo tu, wayandhuru birrahma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na watizama waja wake kwa siku hii ya leo kwa jicho la rehma. Itakuwa ni ajabu kwamba wewe watizamwa na Mungu kwa jicho la rehma, alafu wewe unaenda kunywa, unaenda kulewa, wafanya uzinifu, unaenda kuiba, unaenda kufanyaje? Rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itakupitia vipi? Itakuwa ni ajabu. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, haya mambo tunatakiwa tuyapupie sana kwa siku hii ya leo, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawasamehe waja wake makosa yao siku hii ya leo. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazijibu dua za waja wake siku hii ya leo. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawatizama waja wake kwa jicho la rehma siku hii ya leo. Tuko wapi sisi na mambo haya ili tuweze kufaidika nayo? Na sisi ndio wahitaji kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Nani asiyohitaji rehema ya Mwenyezi Mungu? Nani asiyohitaji msamaha wa Mwenyezi Mungu? Nani asiyohitaji kujibiwa dua zake ambazo anazoziomba mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Watukufu wa Kiislamu, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe, atujalie, atupe nguvu tuweze kuyasikia haya na tuyafanyie kazi inshallah. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. اللهم ارض عن أول من استحق للخلافة بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن العفان وعلي بن أبي طالب، وارض اللهم عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وصلنا ولا تقطعنا، وزدنا ولا تنقصنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور. اللهم عافنا من كل حاسد إذا حسد. اللهم عافنا من كل ساحر إذا سهر. اللهم عافنا من كل فاسق إذا فسق. اللهم إنا نسألك من كل خير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين ودنيا الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين ودنيا الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين ودنيا الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وغزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. كل عام وأنتم بخير.